Mandhari hii ya majira ya saa 2 usiku inakuonyesha moja ya mitaa maarufu ya jiji la Mbeya, mtaa maarufu ambao historia yake inabeba taswira ya ukongwe wa jiji hilo. Historia inaonyesha viongozi mbalimbali maarufu waliopata kuhudumu katika serikali na chama cha TANU na baadaye chama cha Mapinduzi CCM wana asili ama wamepata kuishi mtaa huo. Wanataja watu maarufu kama vile kada mashuhuri wa chama cha TANU na baadaye CCM, marehemu Bibi Helena Mwaipasi, marehemu Mohamed Nasoro Kisoki aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Kagera na Pwani, marehemu John Mwakangale aliyewahi kuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya, mwenyekiti wa CCM mstaafu Mzee Mwamburukutu, mwanasiasa mashuhuri nchini Profesa Mark James Mwandosya na baadhi ya watu wengi maarufu waliopata kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali serikalini ambao wamezaliwa na kuishi mtaani humo. Huu ni mtaa wa Majengo uliopo kata Majengo jijini Mbeya, ambao mbali ya kubeba sifa za watu mashuhuri kutokea mtaa huo, taswira yake inadhihirisha ukongwe wake. Umaarufu wa mtaa huu mkongwe wenye historia iliyobeba uhuru wa Tanganyika sasa hivi umehuishwa na uwekezaji wa kipekee na wa kwanza kufanyika katika jiji la Mbeya wa kituo cha habari cha Harubu TV Online, ambao mkurugenzi wake Harubu Abdul Kabwe ameendeleza pale walipoishia wakongwe waliobeba historia nchi hii na kuamua kufanya uwekezaji huu. Siku ya Jumatatu Machi 3, 2025, bila kujali mvua iliyokuwa inanyesha, ilikuwa ni siku muhimu ya kipekee iliyowakutanisha ndugu, jamaa na marafiki wakiongozwa na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano Dr. Tulia Ackson. Katika kuhakikisha shughuli hii inafunikwa na baraka za Mwenyezi Mungu, dua maalumu kutoka kwa Sheikh Ibrahim Omar Bombo ilitangulizwa. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye huruma, mwenye ukarimu, leo tuko hapa Majengo kuzindua ofisi maalum ya Harubu TV. Ni kijana wa Kitanzania mwana Mbeya, amefurahishwa na kazi yake na anaipenda. Na kwa hakika matunda ya kazi yake imeonekana na wananchi wote wa hapa Majengo na pale wanaozunguka, katika wale wanaozunguka mazingira ya Majengo. Uzinduzi huu umefanywa na dada yetu mpendwa ambaye ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namwombea afya njema kiongozi huyo, mlinde, umuhifadhi. Ana ndoto na maono makubwa sana ndani ya mkoa huu, lakini na nchi kwa ujumla. Mwenyezi Mungu kufika kwake hapa ni alama ameiacha. Kwani Harubu ni nani mpaka kiongozi huyu mkubwa wa kinchi aje hapa? Amefanya kazi nzuri kubwa yenye kuonekana. Mwenyezi Mungu, kijana huyu ana ndoto. Hapo alipofikia, muongezee maarifa na ujuzi na ufahamu. Yale alionayo kwenye moyo wake na kifua chake ayatoe yote na waambukize vijana wengine waweze kufuata nyayo zake na nyendo zake. Mwenyezi Mungu mpe afya njema na umepusha na maadui wote. Kwa hakika kila mwenye neema huhusudiwa. Basi tunawarudisha kwako mahasidi wote, tunawarudisha kwako wachawi wote. Maana kuna wengine wanatazama kwa macho ya husda. Basi tunakuomba wewe ya Rabbi, husda hizo warudishie wao wenyewe. Kuna wengine wanamtazama Dr. Tulia kwa husda. Husda hizo ziwarudie wenyewe. Wengine wanamtazama diwani wetu hapa kwa husda. Husda hizo ziwarudie wenyewe. Na sisi tumeomba dua hii aliyakuwa mvua inanyesha, na mvua ni baraka zinazotoka kwako birahmatika ya arhamar rahimin. Tumeiomba dua hii mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukio tumeshafuturu tayari. Omba uturehemu wote waliokuja hapa na uwape wote waliokuja hapa. Wamenyeshewa na mvua lakini hawakuchoka. Kila mmoja mtatulie tatuzo lake. Ikiwa Harubu umempa, hao wengine ni nani usiwape? Kila mmoja jitahidi kwa nafasi yake aonyeshe kile alichokifanya birahmatika ya arhamar rahimin. Maneno ya mgeni rasmi Spika wa Bunge la Jamhuri na mbunge wa jimbo la Mbeya, rais wa mabunge duniani Dr. Tulia Ackson yametoa dira na furaha alionayo kwa kitendo hiki cha kipekee kufanyika katika mtaa wa jimbo la Mbeya mjini. Mimi fursa hii kwanza kuwashukuru ninyi nyote mliokuja hapa kuungana na ndugu yetu Harubu kwa jambo hili kubwa la kihistoria katika maisha yake yeye, lakini pia katika maisha yake ya kazi. Ninawashukuru sana kwa kuja ninyi nyote. Lakini jambo lingine, unajua mvua hii imeanza kitambo kidogo, haijaanza sasa hivi.
Kwa hiyo katika hali ya kawaida mtu angeweza kusema mwaliko ninao, lakini kwa mvua hii Harubu mwenyewe atanisamehe, lakini wote mmekuja, ni jambo la heri na mmemtia moyo sana ndugu yetu Harubu. Kwa Harubu ameeleza kwa kifupi historia ya namna alivyoanza kufanya kazi hapa, ama hata kujipanga kimawazo. Lakini kwa namna walivyoongea, walivyokuwa wanazungumza hapa, ni mtu wa kushirikisha. Maana yake alikuwa anawashirikisha viongozi wa serikali, anawashirikisha viongozi wa chama, anayenishirikisha na mimi mbunge. Jamani, mbunge wewe. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa ushirikiano ambao kila mmoja wenu ameutoa kwake. Sasa najua hatua hii aliyoifikia, kama nilivyosema, ni mtu wa kushirikisha, hakuwa peke yake. Nitumie fursa hii kumshukuru kila mmoja ambaye amemsukuma Harubu kufikia hapa alipofika. Si hivyo tu, Dr. Tulia ameenda mbali zaidi na kutoa maneno ya kutia moyo kwa jitihada hizi bila kukatishwa tamaa na wale wasiopenda maendeleo ya wengine. Kuna ule msemo wa ukiona mtu anapiga mbio, umshukuru na ule anayemkimbiza. Sasa pia nitumie fursa hii, pamoja na kwamba amesema Shebombo kasema mwenye neema haachi kuhusudiwa, yani husda. Hata wale wenye husda wamemsaidia sana Harubu kufika hapa, kwa sababu kule kukosoa, kule kusema vibaya, basi ndio unatia bidii kwamba hebu ngoja, yani lazima nionyeshe hili jambo linawezekana, sivyo jamani? Kwa hiyo pia niwashukuru sana wale wote ambao walikuwa wanasema namna fulani ili ajipange vizuri. Asanteni sana na nyie kwa kumkimbiza ili afikie hatua hii. Kwanza nikupongeze sana kwa sababu umekuwa ni mpiganaji usiyekata tamaa. Usiyekata tamaa kwa sura gani? Mimi nafahamu hiki sawa ni chombo cha habari, sawa, kina changamoto zake. Lakini jamani, taasisi tu kuendesha ni shughuli taasisi. Kuna mtu akisikia taasisi anaona ngoja nianzishe yangu tuonane mtaani. Sio kazi nyepesi eti. Kufika mpaka sisi wote tuko hapa, kuna na visemeo na umeme upo. Jamani, sio masihara. Kwa nakupongeza sana kwa kuto kukata tamaa. Sasa kule kuto kukata tamaa kwake kunasababishwa na mipango. Na kama mlivyosikia hapa, ametaja kuhusu zaidi ya milioni 60 mkopo. Huu mkopo jamani umetolewa miezi mingapi imepita? 2 sijui. 1.5, lakini hapa palikuwepo kabla ya mkopo. Na ndio maana mimi huwa nikisema kuna watu hawanielewi, lakini utajiri wa kwanza ama mafanikio, hatua ya kwanza ni kufanikiwa kwanza akilini. Yaani lazima uwe na wazo, uwe na picha ya unakotaka kwenda. Sasa mimi huwa nakutana na watu wengi, hata yeye huyu Harubu, huenda huu mkopo kama angepewa mwanzoni ile ndo anaanza tu wazo, yani saizi tungekuwa tunaongea habari nyingine, kwanza angekuwa labda kasharudi na kwa shangazi kuishi baada ya kukimbia hapa mjini mkopo. Lakini kwa sababu alianza na wazo, amelilea lile wazo na changamoto zote amezipitia na lile wazo lake amekazana nalo tu. Sasa mkopo umekuja mwishoni umemkutia njiani, kwa hiyo sasa ameshajua tapita hapa. Amejua mahitaji. Ndio maana akaanza na pale anasema nitafuata hapa. Oye. Kwa hivyo ninakupongeza sana kwa hizo hatua zote ulizozipitia. Sasa kama nilivyosema kwamba ya kukupongeza yako mengi, hatua hii ni kubwa sana. Inaweza mtu mwingine, unajua yeye mwenyewe kwa maelezo na nyinyi mmemsikia, yani wewe unapaonaje hapo, hilo ni swala lako. Lakini yeye mwenyewe kama Harubu, yani anaona amefika mbali na atafika mbali. Kama desturi yake, Dr. Tulia Ackson hakuacha kutoa usia na maoni yake juu ya utekelezaji wa kazi za kihabari kwa kuainisha mafanikio na kufuata weledi pasi na kuacha taharuki na migongano katika jamii, akimpa moyo mkurugenzi wa Harubu TV kuendelea kusonga mbele bila kugeuka nyuma. Fursa hii kuipongeza sana Harubu TV kwa namna ambavyo inajishughulisha na kutuhabarisha sisi wananchi yanayotokea hapa Mbeya na yanayotokea maeneo mengine. Chombo hiki cha habari kimekuwa ni sehemu ya watu wanaotueleza changamoto zilizoko hapa Mbeya mjini, changamoto zilizoko hapa nchini, lakini pia mafanikio. Chombo hiki, unajua wakati mwingine kuna vyombo vya habari kila siku zenyewe kunanga tu.
Yani hapa choo kimebomoka, barabara kuna pale daraja limebomoka, yani hicho tu. Yani kwamba barabara imejengwa, kwamba kuna soko jipya majengo, ila kuonyesha tu kwamba kuna darasa lina vumbi ndio kinaweza hicho chombo cha habari. Lakini na wewe sasa Haru umeshapiga nini hatua? Ikiwa wako wale watu wa kusema bwana anavuta shati, wale saa hizo usiwatafakari. Kwa nini? Ushapiga hatua. Waliokuwa wanavuta shati si umeshawashinda, umepiga hatua. Kwa hiyo unaachana nao, uanze kusema tena unajua yule yani yule anapinga sana maendeleo yangu yule. Waachana naye, si alikupinga na bado maendeleo umepata. Hapa Dr. Tulia Ackson anadhihirisha tafsiri halisi ya msemo mkono mtupu haulambwi, na matendo hukidhi haja maridhawa kuliko maneno kwa vitendo. Sawa jamani, na mimi nichangia hapo kidogo. Unajua mwaka huu niseme mwanasiasa mie, mwaka huu kwa kweli si mwaka wa kutoa ahadi. Sio mwaka wa kutoa nini? Ahadi. Unaweza ukajikuta unaanza kumtafuta Harubu sasa na hivi anakudai, unasema sasa hapa tena hivi hapa atakuja ama itakuja. Kwa hiyo acha nimpe mchango wangu, lakini yeye anajua yeye ni mtoto wangu, kwa hiyo tutaendelea kushirikiana kuhakikisha hii ndoto yake inatimia. Kwa hivyo mimi nitatoa mchango leo wa milioni 2. Jamani, makofi mengi sana ninyi nyote kwa kuja kumuunga mkono ndugu yetu ambaye kwa kweli amepambana, anapambana, na inshallah Mwenyezi Mungu amjalie ndoto yake iendelee kuwa kubwa, na kwa kweli ile ndoto kubwa yake itimie. Mwenyezi Mungu akujalie. Na leo umefanya uzinduzi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na umetubariki hapa na iftar. Inshallah Mwenyezi Mungu aipokee sadaka yako. Sura ya bashasha, furaha na matumaini makubwa yalijidhihirisha wazi kwa mkurugenzi wa Harubu TV Online, Harubu Abdul Kabwe, akiweka bayana ndoto alizonazo siku za usoni. Kwa sina maneno mengi leo kuzungumza, lakini nikushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kuweza kufika hapa, na ilikuwa ni ndoto yangu kuona leo nafika hapa. Kwa hiyo mimi nishukuru sana. Moja ni kuona malengo ya vijana ambayo tunayafanya, na mwisho wa siku majibu yake ndio haya ambayo unayaona. Kuna muda mwingine tunaonekana mitaani tunazungumza tunaona maneno mengi, lakini leo nilipenda kuona na wewe sasa uone ni vitendo ambavyo tunavifanya. Mwaka 2021 mwezi wa 11 ndio nilianza na ujenzi eneo hili. Nilianza taratibu, lakini baadaye nilikuwa napata maoni, nikaambiwa kwamba sasa hivi kwa sababu ni mfumo wa digitali, unajenga nyumba ya kuishi hapo hapo, lakini unajenga na ofisi hapo hapo. Kwa hiyo nikaja nikavunja tena, nikatengeneza plani mpya ya kutengeneza studio pamoja na nyumba ya kuishi. Unapoona hapo juu tutakwenda kuangalia ndio sehemu ya studio, na bado kuna ujenzi unaendelea ambao tutakuja kumalizia jengo zima ambayo itakuwa ni studio ya kisasa. Ndani hapo kutakuwa kuna production, kutakuwa kuna sehemu ya kuhariri habari, lakini kwa sasa tumeanza na taarifa hizi. Lakini kingine ambacho tunajifunza hata kwa vyombo vikubwa, na ndio maana hata sisi wadogo ambao tumeanza tukasema tujivunie kuanza na haya madogo ambayo tunakwenda. Mimi najivunia ulinizindulia Harubu TV, jina la Harubu TV, kwa sababu wakati tulizindua wewe ulizindua lakini ulikuwa hupo, ulimtuma mwakilishi ambaye alikuwa ni Mheshimiwa Tinika mwaka 2000 na ilikuwa 2022 hivi, ilikuwa 2020 kama sikosei. Malengo ambayo tulimweleza Mheshimiwa Tinika kipindi kile ndio haya ambayo leo tunayatimiza. Mkopo wa serikali kwa vijana kutoka halmashauri ya jiji la Mbeya umefanikisha kufikia hatua hii. Serikali ilituwezesha, ilitupatia zaidi ya shilingi milioni 60 ambazo tumenunua vifaa vya kisasa ambapo tunakwenda kufanya na mengine mheshimiwa umeyaona. Miradi ya maendeleo ambayo tunaipiga picha kupitia Harubu TV umeyaona na wewe mwenyewe, hata kwenye mtandao wako uliweka. Kwa hiyo kuashiria kwamba vile vifaa ambavyo tunafanyia kazi ndio majibu yake haya. Kwa hiyo pindi tunapokuwa tunaomba vitu, basi ni yetu. Na hapa tulipokaa Mheshimiwa Spika, tunatarajia mpaka kufika mwezi wa 6 ama wa 7 mwaka huu, kama Mwenyezi Mungu atatujalia, tutanyanyua kitu kingine ambapo tulipokaa, ambapo utakuja tena kuzindua wewe mwenyewe uone mabadiliko ya lakini ndoto yangu mimi naoiona kutaka kutimia hapo baadaye. Hii baadaye itakuwa ni media house.
Media House itakuwa inazalisha vipaji vya vijana mbalimbali. Kuna vijana ambao leo wanakosa ajira, lakini sisi tukaona tufungue ukurasa kupitia hapa. Sasa hivi tumeanzia padogo hapa, lakini kesho tutatoka. Lakini hii ni Media House ambayo itakuja na FM Media. Tumeanza taratibu za kuomba kibali za kupata FM Media. Kiukweli nawashukuru viongozi wa kata hii ya Majengo, wamekuwa ni wakarimu kwangu. Kila ushirikiano ambao nautaka wao wamenipa. Mheshimiwa diwani pamoja na watendaji. Lakini mwisho wa siku nishukuru pia familia yangu, imenipa nguvu kubwa mpaka kufika hapa. Mimi sina lingine, lakini na furaha kiukweli. Mheshimiwa Spika, mimi nimefurahi sana. Mpango kazi na malengo ya baadaye ndiyo ndoto kuu alionayo mkurugenzi Harubu TV Online. Jengo hili kama unavyoona nilifanikisha awamu ya kwanza ni kuzungusha lenta jengo zima. Kwa hiyo nikipata hela kidogo nachukua nondo na pasua eneo na liunganisha. Kwa hiyo jengo likija kukamilika hili ndio itakuja na mfumo huo kwa pamoja sasa. Kuja kupata jengo kamili ambalo litakuwa lina production, kumomo kuna newsroom, itakuwepo na sehemu ya kuingiza matangazo. Lakini tuyashukuru yale vifaa kwa sasa tunaweza kusema tumefikia 60% ya vifaa ambavyo tulikuwa tunahitaji kwa sababu huduma zetu zinaenda inapotakiwa. Lakini kwa sasa mwisho hilo ambapo tukwenda hapo chini ni hiyo Media House ambayo tunataka tuifungue hapo. Najua na wewe ukiguswa basi tunaweza matokeo yake utayaona baada ya miezi 6. Mimi ndio hilo nimeona tu, nimefurahi kuona leo kufika hapa kwa sababu ndoto yangu ya kwanza ulizindua wewe, ndio ulikuwa huko. Lakini nikatamani leo uje ili maneno yanayozungumzwa kwamba hawa tukipewa hela wananunua magari, sio wanafanya nini? Magari yetu sisi ndio haya. Haya ndio magari yetu tunayofanya. Shukrani za dhati ziende kwa Harubu Abdul Kabwe, mkurugenzi wa Harubu TV Online, ambaye bila kuchoka amekuwa akiwashirikisha wanataaluma, wanahabari wenzie, ndugu jamaa na marafiki, wakazi wa maeneo ya Majengo, akichota ushauri kufikia hatua hii. Rashid Mkwinda, Mbeya Yetu Online TV.